Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliponena amemuumba mwanadamu, alieleza ye mwenyewe kwenye Qur'ani ametumia material gani kumuumba mwanadamu. Ameeleza min tinin lazij, sio neno katika Qur'ani, min tinin lazij katika baadhi ya aya, yani mtanga, uite udongo, uite utakavyokuita. Mwenyezi Mungu ima ye mwenyewe amenena au amemnukuu mwenye kunena bila ya kumkosoa, kwa maana amekubali, akieleza kwamba majini wameumbwa kwa nini? Kwa moto. Kama wa khalaqal janna min marijin min nar, katika suratul Rahman kama sikukosea, amemuumba jini na kutokamana na nini? Na moto. Kwa hivyo material iliyotumika kuumbiwa majini ni moto, na material iliyotumika kuumbiwa binadamu ni nini? Ni mtanga. Malaika wameumbwa kwa nini? Hakuna kwenye Qur'an, hakuna hata mahala pamoja. Na si mimi nina maneno haya, siwezi kuwa na ujasiri kwa kunena maneno haya, lakini katika wanazuoni zaidi ya 10 nilowasoma kuhusu hii mada, wote wamekubaliana, wanena hakuna hata mahala pamoja katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amenena malaika ameumbwa na material gani. Hakuna. Ametaja tu yeye ameumba malaika, ametaja tu lazima muamini kwamba wako malaika, ametaja kwenye Qur'ani kazi za malaika, sifa za malaika, kama akimweleza Jibrili katika suratul Najmi, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa thumma wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini. Hizi zote ni sifa za Jibrili. Allamahu shadidul quwa. Utakuta katika wanaziati katika juzu ya amma, zile zote wizara zile, tukitaka kuzungumza kwa lugha za kieo, zile zote ni wizara za malaika. Wanaziati sio fanashitati falmudabbirati amra, sio mpaka mwisho. Wale ni malaika. Kuna wenye kutoa ruhu, kuna wenye kuleta mvua, kuna wenye kuleta pepo, kuna wenye kupanga mambo. Kwa hivyo Qur'ani imewaeleza malaika, si kwamba haikuwaeleza, tena imewaeleza sana. Nikiwanukulia neno malaika, ala nisaidiani kupiga total. Kwa wazni wa malak, neno malak limetaika mara 10. Kwa wazni wa malikan au malakan mara 3. Kwa wazni wa malakain yani muthanna mara 2. Kwa wazni wa malaika mara 68. Kwa lafdhi ya malaikatahu mara 5. Yani takriban kama sikukosea 88 kwa haraka haraka, mara 88 neno malaika limetajika kwenye Qur'an, lakini hawakutajwa kabisa wameumbwa kwa nini, isipokuwa katika hadithi alopokewa Ummul Mu'minina Aisha akizungumzia kumpokea bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anaonena kwamba nilimuuliza au aliulizwa mtumi kuhusu binadamu na majini na malaika, akanena khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Hii jawabu ya mtumi, na nafikiri hadithi iko katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Imepokewa na nani? Na Ummul Mu'minina Aisha, kwamba mtume aliulizwa akajibu kwamba malaika wameumbwa min nuru, na majini min marijin min nar yani moto, na binadamu akanena kama moyo wako mtume, yani iko wazi, yani kwa mtanga. Hili ni nukta muhimu sana. Sasa wanazuoni, kwa nini nataka tuasisi hapa? Wanazuoni wamekuja wakakubaliana
kupitia hadithi kwamba malaika material iliyotumika kuwaumba ni nuru. Na napenda ifahamike kitu kimoja, tukinena nur Kiswahili ni mwangaza au ni maana sampuli ya nini? Ya mwangaza. Na tukinena moto, nar ni moto, sote twauyua nini? Moto. Na tukinena mtanga, sote twauyua mtanga. Lakini tunaponena mwanadamu asili yake ameumbwa na mtanga, au jini asili yake ameumbwa na moto, au malaika asili yake ameumbwa na nini? Na nuru. Isifahamike kama wewe unavosinyanga mtanga kutengeneza sanamu, isifahamike hivyo.